Miaka miwili iliyopita halmashauri ya wilaya ya Songea katika mpango wa kuwalisha watoto chakula shuleni. Miaka miwili iliyopita katika watoto 100 ni watoto 57 tu waliokuwa wanakula chakula shuleni. Kufikia mwezi huu watoto wanaokula chakula shuleni katika 100 ni watoto 72. Sasa hapa ni mjini, huwezi kulinganisha na vijijini. Mijini kuna mishemishe nyingi sana. Lengo ni watoto wote, yani 100% ya watoto wapate chakula shule. Kwa hiyo tumepiga hatua kutoka 57 mpaka 72. Kwa hiyo kiona imetokea, maana kuna watu wamefanya kazi ya ziada. Ni watu hao ni walimu wakuu, wazazi wenyewe, kamati za shule, waratibu wa elimu kata, lakini zaidi sana maafisa watendaji wa kata ambao ndio wenye viti wa hizo secretariat za kata. Kwa hiyo ninapongeza sana kwa hiyo watu tuliofikia ya 72. Lingine, tumekuwa tunajiuliza sana juu ya hali ya afya ya watoto wanaozaliwa katika mji wa Songea au katika manispaa ya Songea, ambapo kwa muda mrefu tumekuwa tukiona kuna watoto wanazaliwa chini ya uzito wa kilo 2.5. Wataalamu kupitia Wizara ya Afya walishaweka kiwango kwamba mtoto yeyote akizaliwa chini ya uzito wa kilo 2.5 huyo anapaswa kuwekwa katika kundi la uangalizi. Hiyo sio afya inayotia matumaini. Sasa katika hilo kikao hiki kilitoa maelekezo, uchambuzi ufanyike wa kina. Ni kwa nini wengine wanazaliwa na uzito dogo kupita kiasi, jambo ambalo linapelekea tuwe na mashaka juu ya afya yao na ukuaji wao. Lakini kama mnavyofahamu, hatuna tatizo la watoto kuzaliwa na uzito mkubwa. Hilo halijatufikia bado, halijawa tatizo bado. Sasa wataalamu wameenda wakakaa, wakachambua, wakafuatilia. Kwa miezi mitatu iliyopita wamebaini kwamba watoto waliozaliwa katika manispaa yetu walikuwa watoto 2528, yani kuanzia mwezi Juni, mwezi Julai na mwezi Septemba. Na katika hao tukabaini kwamba zaidi ya watoto 224 walikuwa na uzito pungufu, sawa na karibu 7. Tulipochambua kwa undani tukabaini kwamba kuna changamoto moja, zingine ziko juu ya uwezo wetu, ambazo ni watoto mapacha wanapelekea wawe na uzito chini ya kiwango, na sisi hatuwezi kuzuia mapacha. Lakini wengine wengi wanazaliwa kabla ya wakati, kwa sababu ya kukosa madini mbalimbali, na wengine wengi wanazaliwa kwa kuwa mama zao wamebeba mimba mapema, yani mimba za utotoni. Hiyo ni tatizo kubwa sana, hasa kwa watu wanaotoka huko na mtumbo. Sasa kama halmashauri, jambo hili tumefanya vizuri kuhakikisha watoto wanakula chakula chenye lishe nzuri na virutubishi, kwa kuhakikisha tunaongeza virutubishi kwenye unga unga ule unaotoka kwenye viwanda vyetu kwenda kuhudumia wale watoto mashuleni, kwenye shule za bweni na hata wakati wa breakfast uji na kadhalika. Hii ni kazi nzuri tumeifanya. Lakini ipo changamoto nyingine ya pili ambayo sisi katika kukabiliana nayo tunahitaji kutoa elimu, kuwataka watoto wote wa kike wasikimbilie kuwa mama, wasikimbilie haraka kuwa mama. Wanapokimbilia kwenda kuwa mama kabla ya wakati, wanaleta matatizo makubwa, kwanza kwa afya zao wao wenyewe, pili kwa watoto wanazaliwa njiti. Hiyo ni tatizo ambalo tungependa tulikomeshe kwa siku za usoni. Lakini la tatu ambalo nalo ni muhimu sana, wale wanaopata mapacha hawaji hivi tu, ni mchakato kupata pacha. Mtu anajuaje? Anaenda kwenye kliniki, wanamwambia mama kijacho hapa bwana si mmoja, huyu ni watoto zaidi ya mmoja. Wanatakiwa akina mama kwanza waende kliniki wajawazito, wakishaenda kule wapate sasa ushauri stahili, kwa sababu tumeshaona kwamba mimba ya mapacha ni hatarishi zaidi kuliko mimba nyingine ya kawaida. Kikao kijacho, siku moja au siku mbili kabla ya kikao, wote hapa tutafanya ziara. Mimi nimechagua hospitali ya Peramiho kwa sababu nilishawahi kupita nikakuta kuna njiti pale zaidi ya 20. Nikakuta wanawahendo kwa namna ambayo kidogo ilinipa changamoto. Yani nilitamani isitokee. Kama ningekuwa ndani ya uwezo wangu, kama ni elimu basi ningeelimisha sana watu haraka. Mabinti wasizae chap namna hiyo, wasubiri mpaka wakomae. Kwa tutakwenda pale, mweke kwenye kumbukumbu ili tukitoka kule tuje kwenye kikao